Siku ya leo tutaenda kuangalia neno la Mungu. Kichwa cha somo kinasema unyenyekevu. Nimekuwa nikiomba Mungu kwa muda mrefu ya kwamba Mungu anipe ujumbe, lakini nasikia Roho Mtakatifu akinipa ujumbe huu, unyenyekevu. Tutajifunza unyenyekevu, jinsi ambavyo unyenyekevu ni mzuri kwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza kuhusu unyenyekevu. Unyenyekevu ni silaha kubwa ya kuvunja kiburi ndani ya mtu. Mungu asifiwe sana. Mtu anayenyenyekea ni mtu asiyejihesabia haki. Mungu atusaidie sana. Yaani ndio unyenyekevu. Mtu ambaye ahesabu kwamba haki yake ni kitu, lakini anahesabu kwamba yani ile kiu, ule moyo wa kupondeka wa kumtafuta Mungu ndio zaidi. Mungu asifiwe sana. Dunia tulionao sasa hivi, wapendwa, au kanisa wakati huu ni wakati wa misukosuko, ni wakati ambao tunakutana na vita kubwa, lakini anayeshinda ni yule mtu ambaye ni mnyenyekevu asiyejihesabia haki. Hebu tufungue neno la Mungu katika kitabu kile cha Samueli, mlango wa kwanza, tutasoma ule mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Biblia inasema hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Ana humpa sehemu mara 2, maana alimpenda Ana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia, Ana, unalia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunamwona mtumishi wa Mungu Ana, ni mwanamke ambaye alikuwa ameolewa na mtu anaitwa Elikana. Na huyo Elikana alikuwa na wake wawili, kulikuwa na Penina na Ana. Bwana Yesu atusaidie. Lakini huyu Ana akawa amefungwa tumbo na Mungu. Mungu atusaidie sana. Lakini alipokuwa amefungwa tumbo na Mungu, mwenzake bila kujua ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyemfunga tumbo. Wakati mwingine kanisa la Mungu, sisi kama wana wa Mungu, tunaweza tukapita katika mapito magumu, tunaweza tukapita katika hali ngumu ya maisha, katika masumbufu na majaribu mazito, lakini kumbe lile jaribu lina kusudi la Mungu ndani yake. Mungu atusaidie sana. Na katika jaribu lile watu wakawa wanakudhiaki, wanakuona kama ufai. Yamkini umepungukiwa na nguo, yamkini umepungukiwa na kitu chochote, au yamkini unapita katika hali yoyote ambayo ni ngumu, yamkini unauguliwa au unaugua. Watu wakaanza kusema huyu mtu yamkini ni mtenda dhambi, ndio maana ameugua. Huyu mtu yamkini ni mtenda dhambi, ndio maana kila siku anafanya kazi lakini hafanikiwi. Huyu mtu akaanza kukusema na kusema na kusema, badala ya kukufariji wanakuletea maneno ya kukuumiza. Lakini moyo wako ukainama, ukasikia vibaya, ukaanza kuwa na maneno mengine ambayo sio mazuri. Mungu atusaidie. Lakini tukiangalia mfano wa Ana mahali hapa, huyo alikuwa ni mke mwenzake. Kila wakati anamtema mate, yamkini kama ni dunia ya sasa, anamwambia na mwanamke gani huyu ambaye ana mtoto? Mume wake anapokuja kumgawia dhabihu, anampa Penina na watoto wake, lakini yamkini yule Penina alikuwa na wivu, maana Ana naye alikuwa anapewa mara 2. Na inahisi yule Penina akawa anajisikia vibaya, anaanza kumnena vibaya, anaanza kumkasirisha, ananena kila maneno ya ubaya. Mungu atusaidie sana. Lakini mwanamke huyu Hana alivyokuwa na unyenyekevu ndani yake, hakuna hata siku moja ambayo alisema ya kwamba alianza kumrushia maneno mabaya Penina. Mungu atusaidie sana. Hii ndio kazi ya unyenyekevu. Mcha Mungu anapaswa awe mnyenyekevu siku zote. Vita ni lazima. Mungu atusaidie sana. Hapa tuko duniani ambapo
Mungu atusaidie. Na Penina yamkini Mungu aliruhusu apigane na Hana. Mungu atusaidie sana, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyelifunga tumbo la Hana. Bwana asifiwe. Na Mungu ukiendelea kusoma mahali hapo, baada ya Hana kuendelea kuomba na kuomba, akaweka nadhiri mbele za Mungu. Akasema hivi ya kwamba atakaponifanikisha Mungu, huyu mtoto atakuwa na kutumikia siku zote. Mungu atusaidie sana. Na yamkini hilo ndilo lililokuwa kusudi la Mungu, kwamba amfunge Hana tumbo, halafu hatimaye apate mtumishi wa kumtumikia. Mungu asifiwe sana. Unapitia katika dhiki na katika mambo magumu, unapitia katika hali ngumu ya maisha, unapitia katika ugonjwa na mambo mengine mazito, lakini kumbuka katika hilo unalolipitia, hata sasa Mungu analiangalia. Bwana asifiwe sana. Ipo sababu ya kuendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu aliye hai. Mungu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema nyenyekeeni katika mkono wa Bwana ulio hodari, maana atawainua kwa wakati wake. Mungu asifiwe. Mungu anao wakati wa kukuinua. Tukimwangalia Hana mahali hapa, hakuna wakati ambao aliamua kupigana na Hana, aliamua kubishana na Hana, hakuna saa ambayo aliamua kumrushia maneno mabaya Penina, lakini kila wakati alikuwa ananyenyekea na kuomba. Mungu atusaidie. Lakini yamkini mimi na wewe au kanisa la leo, yamkini ungeweza ukakutana na mambo magumu. Mtu anajua kabisa una mambo magumu, lakini hata siku moja hana neno la faraja kwako. Kila siku anakuambia maneno, unasikia amesema kule, amesema huku, amesema fulani sasa hivi hafai, fulani sasa hivi uko hivi uko vile. Na wakati wao una hali ngumu, unakutana na mambo mazito, lakini yule mtu hakuna siku analeta neno la faraja. Na wewe usipokuwa mnyenyekevu, unasema siwezi kuvumilia kwa namna yoyote ile. Huyu mtu yamkini nitampeleka kwa mchungaji, yamkini nitampeleka kwa wazee wa kanisa, yamkini nitaenda kumshtaki kwa baba mkwe, yamkini nitamfanyia hiki na kile. Au utakutana naye barabarani kwa sababu amekusema, unakataa kumsalimia. Mungu atusaidie sana. Lakini wakati wa mambo magumu, mcha Mungu mnyenyekevu ambaye ameamua kuchagua njia ya msalaba, hapaswi kuwa na moyo huo. Mungu atusaidie sana. Anapaswa kuendelea kunyenyekea. Anapaswa kujua kwamba huu ni wakati ambao Mungu ameruhusu mapito haya, lakini iko siku itatokea njia. Mungu asifiwe sana. Ana aliona ya kwamba iko siku kunatokea njia. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali ambapo Biblia hii imeandika ya kwamba Ana alibishana na yule Penina. Hakuna hata mahali pamoja. Lakini mahali hapa anasema kwamba Ana alikuwa analia mpaka siku moja akashinda kula chakula. Mume wake akamwambia, unalia nini? Akamwambia akajua analia kwa sababu ya Ana. Lakini baadaye akamwambia, mume wako si kila kitu kwenye maisha, si zaidi ya watoto 10. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie kina mama. Wakati mwingine kina mama tuko kwenye miji ya watu. Kwenye miji ya watu tunaweza tukakutana huko na mambo magumu na mazito. Lakini hebu shikamana na mumeo. Mungu asifiwe sana. Hebu baba shikamana na mkeo. Mahali hapa tunaona ya kwamba Elikana hakumwacha Hana. Pamoja na kwamba Hana alipita kwenye haya mapito, pamoja na kwamba Hana hakuwa na mtoto, lakini ile sababu haikuwa sababu ya Elikana kumwacha Hana. Mungu atusaidie sana. Wakati wa mambo mazito sio wakati wa kuachana. Mungu atusaidie. Sio wakati wa kuachana, ndio wakati wa kushikamana kama baba, mama na watoto. Tujenge familia iliyo imara. Mungu atusaidie sana. Kabisa. Watu wengine kwenye mambo magumu ndio wakati wa faraka, na adui anapenda hapo ili ya kwamba apate nafasi kwenye familia yako. Mungu atusaidie. Amen. Lakini hakika Hana aliendelea kunyenyekea siku zote, akaendelea kuomba siku zote mpaka jibu lilipotokea. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie ule mstari wa 14, Samueli huyo huyo, mstari wa 14, Samueli wa kwanza hapo. Kuanzia mstari ule wa 14, tunaruka tu mstari baadhi hapo. Mstari wa 14 mpaka ule wa 17. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu. Hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni
mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja ya moyo wako, akujalie haja yako uliyomuomba. Mungu atusaidie sana. Mahali hapa tunamwona pia huyu Ana alikutana na mtumishi wa Mungu Eli. Nafikiri Eli alikuwa ni mchungaji. Lakini Ana alipokuwa anatembea njiani, kwa mateso aliyokuwa anapitia, kwa kiu aliyokuwa nayo ya kumhitaji mtoto, na si kumhitaji mtoto tu, lakini mateso aliyokuwa anateswa na mke mwenzake, kila wakati anamsema vibaya, anamnyanyasa na kumchokoza kila wakati. Jamani, hivi si tunajua maana ya uchokozi Yaani mtu akichokozwa utapigana tu, kama ni kule shuleni tulikuwa zamani. Yaani akichokozwa yani mtu akikuchokoza ni anahitaji upigane naye, si kweli? Na hapa mahali hapa tunasikia kwamba Penina alikuwa anamchokoza, yani anamchokonoa kila wakati. Anasema ni kwa jinsi gani huyu mama, na yeye alikuwa anaona kwamba Ana alikuwa na moyo wa unyenyekevu. Sasa ile ndio ilikuwa inatafutwa ndani ya Ana, na lile kusudi la Mungu. Kama Ana angeamua mashambulizi, ina maana lile kusudi la Mungu lingepotea. Mungu atusaidie sana. Tusingekuwa na mtu anaitwa Samueli leo. Maana Ana alikuja akapata mtoto anayeitwa Samueli. Mungu atusaidie. Na huyo akawa ni mtumishi wa Mungu, akaitwa na Mungu akiwa mtoto mdogo. Mungu asifiwe sana. Kwa sababu hilo ndilo kusudi la Mungu. Yamkini yuko mtu mahali hapa ambaye amechokozwa na kuchokozwa na kuchokozwa, lakini aliposhinda ule uchokozi, basi liko kusudi la Mungu ambalo limemtokea katikati ya maisha yake. Mungu asifiwe sana. Lakini mahali hapa alipokutana na huyu Eli, akamwambia, wewe mwanamke, utakunywa divai mpaka lini? Mungu atusaidie kanisa. Hebu jiulize, hebu vaa hiki kiatu cha Ana. Hebu ona wewe ndio Ana wa leo, alafu una mambo magumu kwenye maisha. Yamkini umelala njaa usiku, umelala za watoto njaa, watoto wako pale shuleni wamerudishwa ada. Lakini sio hiyo tu, yamkini hata mke wako ni mgonjwa au mtoto ni mgonjwa. Una mambo mengi yameusonga moyo, moyo umejaa huzuni, moyo umeinama, moyo una masikitiko makubwa. Unapotembea njiani unasikia kama unaongea mwenyewe. Wakati mwingine utaona na mtu ananyosha kidole, anafanya hivi na hivi, kwa sababu moyo umejazwa na mambo magumu. Mungu atusaidie sana. Lakini ukakutana na mchungaji au ukakutana na mzee wa kanisa akakwambia, hivi wewe Paulina utalewa mpaka lini? Mungu atusaidie kanisa. Tunaona ya kwamba Ana alikuja kufanikiwa baada ya kukutana na mchungaji. Mungu asifiwe sana. Akamwambia, Mungu akujalie haja ya moyo wako. Wakati mwingine tunakutana na mambo mazito, tunakutana na mambo magumu, tunabaki kuwalaumu watumishi. Ya kwamba jamani, mbona hivi fulani hajaja kunisalimia? Hivi mbona fulani? Yamkini hata hajui. Mungu atusaidie sana. Inapoonekana mahali hapa, hata Eli alikuwa ajui kwamba Ana anasumbuliwa na Penina. Kwa sababu kama angejua hivyo, yamkini hata naye asingemwambia hiko. Lakini kile kinachofuata, kwa sababu ule unyenyekevu wa uchaji umetoka katikati yetu, tunaanza kulaumu. Hivi mzee wa kanisa ni mzee wa kanisa wa aina gani? Hivi unaye amechaguliwa shemasi wa kazi gani? Hivi na wewe naye ni mwenyekiti wa kina mama kwa sababu zipi? Mbona mimi napitia kwenye mapito magumu, lakini hakuna mtu anayekuja kuniona, lakini hakuna mtu. Unaanza maneno na maneno na maneno. Mungu atusaidie kanisa. Lakini wakati huo unapopita kwenye mambo magumu, nimesema ni wakati wa kushikamana. Mungu atusaidie sana. Ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu. Uweze kujua kusudi la Mungu, kwa nini anakupitisha hapo. Mungu atusaidie. Na mara unapokosea kupita kwenye hilo eneo, pale ndipo ambapo ushindi wako unakosekana. Mungu atusaidie. Ina maana kama Ana angekosea, akaanza mashambulizi na Penina, akaanza mashambulizi na mume wake, maana angeweza akaamua kusema, hata huyu mwanamume simjui, simtaki. Kwa sababu yamkini naye amekuwa sababu ya mimi kutokuwa na mtoto. Yamkini huku kwao kuna laana. Inawezekana kabisa kwamba
kwamba unasema yamkini hata huku kwao kuna laana, ndio maana yamkini sipati mtoto, ukaanza kuhangaika na kukimbia na barabara. Wakati huu tunaoishi ni wakati ambao manabii wamejaa na wanatafuta wale watu ambao wana mambo magumu, ili wakupitia ile mambo magumu ulionayo wakutumie wewe kukupeleka kwenye njia mbaya. Mungu asifiwe sana. Wakati mwingine unaanza kukimbia kwa manabii, unakimbia huku na huku, na tena mchungaji hajaja kukusalimia, na tena amekutana na wewe akakwambia utalewa mpaka lini, na una mambo magumu. Yamkini anaweza akakwambia utalewa mpaka lini, lakini anaweza akakutana na wewe leo hujaonekana kanisani, labda ni siku 2 au ni 3, labda ni mwezi umeisha, lakini kweli unatamani kuja kanisani, lakini kweli hajaja kukusalimia, lakini kweli na yeye hajui kwamba wewe una mambo magumu. Lakini sasa anapokutana na wewe anakuambia fulani, lakini mbona uonekani kanisani? Inakuwa sababu ya kukuondoa na kukupeleka kwa manabii na sehemu nyingine mbalimbali. Unasema sitakanyaga tena kwenye lile kanisa kwa sababu hata mchungaji anijali, kwa sababu hata wazee wa kanisa wanijali. Mungu atusaidie sana. Lakini Hana hakufanya hivyo hata siku moja. Aliendelea kukaa miguuni pa Mungu, na wakati huo akamjibu kwa hekima. Mungu asifiwe sana. Kina mama, hekima ni silaha kubwa. Mungu asifiwe sana kabisa. Hebu jaribu kujibu kwa hekima. Alijibu kwa hekima na mtumishi wa Mungu akamuelewa, na baada ya hapo Mungu akamjalia mtoto. Bwana asifiwe sana. Unyenyekevu ni jambo la baraka, ni la kutafuta kila wakati. Wakati mwingine unaweza ukawa usikii ile hali ya unyenyekevu, lakini adui anaweza akaiondoa, kwa sababu akishaiondoa ile lazima kiburi kiote. Mungu atusaidie. Mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye anapenda kuomba msamaha. Mungu asifiwe sana. Kila wakati akiona kwamba kuna mahali ambapo umekosea kwa namna yoyote ile, labda amemkosea Mungu au aidha amemkosea mtu mwingine, inamsumbua moyoni. Anasikia kwa nini sipatani na Mama Priska? Anasikia vibaya. Anasema anachukua hatua ya kwenda kuomba msamaha. Mungu atusaidie sana. Tukimwangalia mtumishi wa Mungu Abigaili, huyu mama ananifurahisha sana. Kwa kweli, yani nampenda sana, kwa sababu huyu mama aliokoa jahazi kubwa. Mungu asifiwe. Hatutaenda kusoma, lakini huyu mama baada ya kuona kwamba mume wake Nabali amemkosea mfalme, na mfalme baada ya hapo akaona ya kwamba basi ataenda kumpiga Nabali, wakajipanga na jeshi kubwa kwa ajili ya kwenda kushindana na yule Nabali. Baadaye mwanamke huyu Abigaili akasikia kwamba kuna jambo kama hilo, lakini Abigaili hakusubiri mpaka aende akamuulize mume wake, kwa nini umekosea? Kwa nini aanze kutafuta haki ya Nabali ya mumewe? Hakutafuta haki, alifanya haraka. Mungu asifiwe. Biblia inasema akafanya haraka, akachukua vitu. Kama ni dunia sasa hivi tulio nayo, akafanya haraka, akachukua sukari, akachukua majani, akachukua kila kitu, akakimbia kwa mfalme, akaenda kumuomba msamaha. Mungu asifiwe sana. Hakujihesabia haki, alikuwa ni mnyenyekevu. Mungu asifiwe. Akaona kabisa kwamba hapa kwa namna yote ile mume wangu amekosea, na hata kama hajakosea, kwa sababu kuna jambo hili tayari liko mbele yangu, hakuna sababu ya kuanza kutafuta sababu za hili kosa. Kuna sababu ya kutubu, na baada ya toba mambo mengine yataendelea. Mungu asifiwe sana. Lakini baada ya toba ile tena alipoenda, hakufika tu mbele ya Nabali na mbele ya yule mfalme hakumwambia kwamba msamehe mume wangu, hapana. Lakini alienda na vitu, aligaramia ile toba. Mungu asifiwe sana. Alienda na vitu, na alipofika pale akapiga magoti, akanyenyekea. Mungu asifiwe sana. Wakati huu tunaoishi, kanisa la sasa la siku za mwisho, unakuta kwamba mtu akikosea, aidha amemkosea mtu, amemkosea mtumishi wa Mungu, au amemkosea mtu mwingine yote, ukimwambia hebu nenda ukamwombe msamaha, atakwambia nienda nikamwombe msamaha mwanadamu kama mimi, tena nikampigia magoti mwanadamu kama mimi. Mimi sijakosea, mimi sina shida naye, lakini ndani kuna nini? Kuna shida. Watu wengi wa sasa wanasema mimi siwezi kwenda kumpigia magoti mwanadamu kama mimi, lakini Abigaili alienda kumpigia magoti mfalme. Mungu asifiwe sana. Na baada ya hapo suluhisho likatokea. Mungu asifiwe sana. Sisi wanawake tunatakiwa Mungu atupe hekima, Mungu atusaidie, Mungu atupe unyenyekevu, na si tu mwanamke, lakini kila amchaye Mungu anapaswa Mungu atupe
atujalie neema tupate unyenyekevu katikati ya mioyo yetu, ili hatimaye tushinde ulimwengu tukamlaki Yesu mawinguni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tusome kitabu cha Zaburi 51 mstari ule wa 17. Mstari wa mlango wa 51 mstari ule wa 17. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Biblia inasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyopondeka, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mahali hapa Biblia inasema ya kwamba dhabihu za Mungu, sadaka za Mungu ambazo Mungu anazihitaji zaidi. Mungu anahitaji sadaka za pesa, ni kweli, kwa sababu tunamtumikia Mungu na pesa zetu, tunamtumikia Mungu na mali zetu, tunamtumikia Mungu pamoja na kila tulicho nacho. Lakini Mungu anahitaji zaidi moyo uliopondeka. Mungu asifiwe sana. Roho iliyovunjika, ambayo kabisa mahali hapa naona mtu huyu mahali hapa kuna jinsi ambavyo nimemkosea Mungu. Mungu asifiwe. Ambaye mtu moyo ambao haujihesabii haki. Unajua moyo uliopondeka, roho iliyovunjika, ni wakati wote utakuwa unaomba rehema mbele za Mungu. Mungu atusaidie. Lakini kama ule moyo ukiondoka, kiburi kinaingia, na hata ukikosea ile nafasi ya toba ndani yako haitakuwepo. Ndio maana unakuta kwamba mtu anakosea leo hafanyi toba, mtu anakosea kesho hafanyi toba, na kwa namna hiyo inaendelea kidogo kidogo. Unajua mtu ambaye moyo uliopondeka, roho iliyovunjika, mtu mnyenyekevu, anasikia kwamba ni wakati wa Mungu. Akishindwa tu hata kuja kanisani, tayari anaona kwamba amemkosea Mungu. Kwa sababu kuna kitu kinamkereketa ndani kwamba na wakati huu ninaofanya kazi yangu mahali hapa ulikuwa si wa kwangu. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu hiyo nasikia moyoni kwamba kuna kitu kinamhukumu. Mungu atusaidie. Lakini pia akimkosea mtu au akifanya kitu chochote ambacho sio salama, anasikia moyoni kwa sababu moyo wake umevunjika. Mungu atusaidie sana. Mtu huyu mnyenyekevu anasema hizo ndizo dhabihu za Mungu, moyo uliopondeka, sadaka ambazo Mungu anazihitaji. Mungu atusaidie. Tukimwangalia Yesu mwenyewe pamoja na mateso yake aliyopitia, lakini Biblia inasema kwamba pamoja alikuwa ni mwana wa Mungu, alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Mungu asifiwe. Hakuna mahali ambapo tuliona ya kwamba Yesu aliwajibu wale watu waliokuwa wanampiga vibaya. Au kuna mahali tuliona Yesu ana hasira? Hakuna. Mungu atusaidie sana. Ilikuwa ni mateso, ni dhiki, ni taabu, ni maisha magumu Yesu anayopitia msalabani, lakini Biblia inasema alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Mungu asifiwe. Nimetangulia kusema hivi ya kwamba mateso unayopitia, hali yoyote unayopitia, yamkini liko kusudi la Mungu hapo. Hebu endelea kunyenyekea, endelea kutafuta uso wa Mungu, usiwe na mabishano, endelea kuwa na umoja, endelea kumwomba Mungu, kwa sababu liko kusudi la Mungu hapo. Mungu asifiwe. Kama Yesu akunyenyekea mpaka mauti ya msalaba, yamkini ikafika mahali akawa na kiburi, akasema kwanza mimi ni mwana wa Mungu na mbinguni niko peke yangu, hakuna mtu atakayeweza kuirithi ile mbingu kwa sababu mimi niko peke yangu, na kwa sababu hiyo, kwa sababu nimepita katika mateso haya, basi nitaondoka niende mbinguni. Lakini fikiri kama Yesu angesema hivyo, leo kanisa lingekuwa wapi? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba, akaenda pale msalabani, akaimwaga damu yake, mimi na wewe tukanunuliwa leo. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe. Kwa hiyo unyenyekevu kwa kweli ni silaha ya kuondoa kiburi katikati ya mtu, katikati ya mchaji kabisa. Na kiburi kikishajenga ndani ya mtu, kumrudisha ni ngumu. Mungu atusaidie. Kwa sababu kila atakachoambiwa ataona ya kwamba wewe unayemwambia ndiye mwenye kosa, lakini yeye yuko sahihi. Kila wakati atatetea haki yake. Mungu atusaidie sana. Lakini kama kuna unyenyekevu, hata kama hataweza kusema saa hiyo, lakini ataenda atakaa tatafakari, na baada ya kutafakari atakurudia, atakwambia fulani, ukweli lile jambo lilikuwa ni ukweli, hebu nifanyie toba. Mungu asifiwe sana. Na kwa namna hiyo, kwa sababu
dunia jamani. Kwa namna hiyo tunatakiwa tutembee kwa namna hiyo ili ya kwamba tuushinde ulimwengu. Mungu asifiwe sana. Tusome tena kitabu cha Mithali 31 na ule mstari wa 11. Tasoma mistari miwili tu kwenye Mithali. Tutasoma kwanza ule mstari wa 11 peke yake. Kima chake chapita kima cha marijani, moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa mapato. Mungu asifiwe sana. Mahali hapa tunaangalia sana uaminifu. Biblia inasema mahali hapa, mke mwema ni nani atakayeweza kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Na tena anasema ya kwamba moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa mapato. Mungu atusaidie sana. Uaminifu ni jambo jema katika maisha. Mungu asifiwe. Wakati mwingine au wakati huu tunaoishi, siku hizi za mwisho, kitu ambacho kimekosekana ni uaminifu. Mungu asifiwe sana. Na ndio maana unakuta ya kwamba na uaminifu unapokosekana, tayari faraka inatokea mahali pale. Mungu atusaidie kabisa. Faraka inatokea. Biblia inasema kwamba mumewe humwamini wala hatakosa mapato. Wakati mwingine unakuta sisi kama familia hakuna uaminifu ndani yetu. Unaweza ukafanya jambo lakini mkeo hajui. Unaweza ukafanya jambo lakini baba na yeye hajui. Mungu atusaidie sana. Mahali hapo uaminifu unapotea. Sisi ni kitu kimoja. Biblia inasema mke na mume si wawili tena bali ni mwili mmoja. Sisi tunatakiwa tuwe waaminifu. Lakini wakati ule ambao tunaanza kufanya mambo, kila mtu anafanya jambo lake. Kama ni pesa ni ya kwake, kama amekopa hela ni ya kwake, kama ni kitu fulani ni cha kwake, kama ni mali hii ni ya kwangu, alafu hii ni ya baba. Mungu atusaidie. Wakati mwingine hata watoto nao, kwa sababu watoto si wanaiga kwa baba na mama, wakikua tu nao wanajikatia shamba. Na wao wanasema ni ya kwao kwa sababu na wao hawajaona mkishirikiana. Mungu atusaidie sana. Uaminifu. Biblia inasema moyo wa mumewe humwamini. Lakini hata tunaweza tukasema moyo wa mkewe pia humwamini mtu huyu ambaye ni mwaminifu siku zote. Akienda mahali, hata kama ni biashara amefanya, anasema ukweli mume wangu, hiki kitu nimeuza shilingi 5,000 lakini nimetumia 2,000. Mungu atusaidie. Kuliko kusema kweli nimeuza 3,000 alafu moyoni unajua kabisa kwamba umeuza 5,000. Mungu atusaidie kanisa. Ni mambo ambayo yako kwenye dunia hii ya sasa hivi, yako ndani ya kanisa. Wanawake wengi wamekuwa si waaminifu, na si waaminifu kwa mambo makubwa, lakini ni yale mambo madogo. Lakini si wanawake tu, lakini hata watoto si waaminifu, lakini hata baba sio mwaminifu kwa mambo yale madogo ambayo baadaye yanakuja kuleta faraka katika familia. Mungu asifiwe sana. Kwa sababu kidogo unapoendelea kusema kwamba leo nimeuza 3,000, alafu ikachunguza ikakuta umeuza 5,000. Mwingine naye labda umechelewa mahali, akasema kweli nimechelewa kazini, alafu ikachunguzwa kumbe ulipitia kwa mama Ansi. Unaona uaminifu unaendelea kupotea. Mungu asifiwe sana. Ule uaminifu ambao mumeo alikuwa na kuamini, anaanza kuweka alama ya ulizo. Mbona huyu mtu kasema hivi na kumbe ilikuwa hivi? Mungu atusaidie. Lakini ule uaminifu ambao mke wako alikuwa na kuamini, kwa sababu ile moyo wa mumeo umwamini, kwa sababu kila wakati anapoangalia njia zake anakuta ziko sahihi. Kila wakati anapomfuatilia kwenye njia zake anakuta ziko sahihi. Mwanamke huyu ambaye kima chake chapita kima cha marijani. Mungu asifiwe sana. Ndio wanawake wanaohitajika ambao ni wachaji. Kuna wakati mwingine ambao ni wa kunyamaza. Mungu atusaidie sana. Mwanamke huyu ambaye ni mwenye hekima, ambaye kima chake kinapita kima cha marijani, anafungua mdomo kwa hekima. Mungu asifiwe sana. Tena anasema na sheria ya wema hii kinywani mwake. Sheria ya wema inatakiwa kila kinywa cha mchaji, kila mtu aliyeokoka, sheria ya wema iwe katika kinywa chako. Usiwe mtu wa kujibu kwa haraka.
Ukiona kabisa hapa kwamba nikijibu jambo hili kwa haraka, kwa namna yote ile linaweza likaniletea tatizo, hebu nyamaza, kwa sababu baadaye Roho Mtakatifu atakupa jibu lake. Mungu atusaidie sana. Kabisa. Inatakiwa sisi wacha Mungu tulinde vinywa vyetu. Ni vizuri sana tukaangalia kila kitu tunachokijibu, tukajibu kwa hekima, tukamsikiliza pia Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie. Nitamalizia kwa sababu tuna mambo mengi sisi kina mama siku ya leo. Nitamalizia na kitabu kile cha Kutoka, mlango wa 17, mstari ule wa 8 mpaka ule wa 3 mpaka ule wa 13. Kitabu cha Kutoka mlango wa 17 mstari wa 8 mpaka ule 13. Huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Upigane na Waamaleki, kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mikononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Waamaleki, na Musa na Haruni na Uri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaweka chini yake, akakalia. Haruni na Uri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mali hapa nimesikia kwamba nisome hili neno. Biblia mali hapa inaonyesha hivi ya kwamba kuna wakati ambao Israeli walikuwa wanapigana na Waamaleki. Walipokuwa wanapigana na Waamaleki, mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa anainua mikono namna hii, basi Waamaleki wanashinda, Waisraeli wanawashinda Waamaleki. Lakini Musa anaposhusha mikono, basi Waisraeli wanapigwa na Amaleki. Na baadaye wakasema kwamba akamtuma Yoshua. Baada ya Musa kumtuma Yoshua, naye Haruni pamoja na Uri na Musa wakaenda mahali, nafikiri labda walienda kuomba ili ya kwamba Israeli lishinde vita. Lakini walipoenda mahali pale, Musa akawa ananyanyua mikono, lakini ananyanyua mikono, anafika mahali mikono inauma. Hata wewe ukinyanyua mikono yako kwa muda mrefu, itafika mahali itauma na utashusha chini. Lakini mara Musa alipokuwa anashusha ile mikono chini, basi Israeli wanapigwa. Mungu atusaidie kanisa. Wakainuka watu wale wawili, Haruni na Uri, wakajitia ufahamu. Wakasema hivi, kwa nini tusimtafutie mtumishi wa Mungu jiwe kama kiti? Yamkini anachoka. Wakatafuta jiwe akakaa. Na si kukaa tu, lakini wakasema sasa tunachokifanya, hebu mmoja akae upande huu na mwingine akae upande huu, alafu tushikilie mikono ya Musa juu, tuishikilie mpaka jua likachwa. Mungu atusaidie sana. Mpaka wakati ule ambao Israeli watashinda. Mungu atusaidie kanisa. Huyu Haruni na Uri wakashika ile mikono ya mtumishi wa Mungu Musa, wakainyanyua namna hii, wakainyanyua kwa muda mrefu. Biblia inasema kwamba mikono ya Musa ikadhibitika. Na wakati ule baada ya kuinyanyua, Waamaleki, Biblia inasema mahali hapa ya kwamba Waamaleki wakapigwa na wakauawa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie kanisa. Leo kina mama au leo kanisa, sipendi kusema sana kina mama kwa sababu ukweli kina baba wametusaidia. Mungu asifiwe. Kwa namna moja ama nyingine. Kama tu amekupa ruhusa, hata kama ni hiyo ya kufanya biashara, sasa amekusaidia. Hata kama hiyo hela utasema hapana, hajanipa hata 100, hela yangu nimelipa mwenyewe. Mungu atusaidie. Lakini kiukweli wamekuwa msaada wa karibu kwetu. Mungu asifiwe sana. Lakini ni wakati ambao
umetegemezwa. Yamkini umemtegemeza kwenye makapu ya upendo, umefanya vizuri. Kwenye siku ya mwanamke umefanya vizuri, tena ukafanya vizuri sana. Na wakati mwingine ukaenda kumuona mtumishi, ukaona pamoja nilitoa kapu la upendo, pamoja kwa siku ya mwanamke nilifanya vizuri, lakini na leo naenda kumtegemeza mtumishi, ukachukua hata mafuta, ukachukua na vitu vingine, ukasema leo nitaenda kwa mzee wa kanisa nikamtegemeze. Mungu asifiwe sana. Hao watu wanapotegemezwa, wanapopata ile nguvu, tayari wametegemezwa. Hawana mawazo kwamba yamkini kule nyumbani hata nikienda kanisani leo watoto watalala njaa. Hivi hata wewe umeamua leo, umesema kweli leo naenda kanisani kuombea kanisa, lakini huku nyuma unadaiwa watoto hawana chakula. Nafikiri hata yale maombi yatakuwa ni kwamba unaomba lakini unalalamika. Mungu asifiwe sana. Lakini watakapotegemezwa, watakapoinuka kina Haruni na Huri, Haruni na kina Nauri, watu waliotegemeza mikono ya mtumishi wa Mungu Musa, wakaacha kule nyumbani kuna vitu, wakasikia moyoni kwamba leo sisi watumishi wa Mungu tutakuja mahali hapa tuombe kwa ajili ya kanisa. Jamani, kanisa halitashinda kabisa. Kanisa na kwa namna yote ile litashinda. Mungu asifiwe sana. Wakati mwingine tunapigwa, wakati mwingine adui anatupiga na anafanikiwa kutupiga, tunajikuta tuna madeni, tunajikuta tunafanywa hivi na adui, tunapigwa na magonjwa kwa sababu tu tumeshindwa kuwategemeza watumishi, ili ya kwamba watumishi wasimame waliombee kanisa. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe kabisa. Inatakiwa Mungu atujalie neema. Niwape ushuhuda wangu. Watumishi wao wakiomba na wakisema kitu, nasema kweli itafanikiwa. Mungu asifiwe sana. Sitasahau siku nikiwa pale hospitali ya Patandi, nikiwa theater. Mahali pale ilikuwa ni ngumu. Mungu atusaidie. Hali ilikuwa ni ngumu. Mume wangu akapiga simu, akapiga kwa kila mtu, lakini akapiga kwa mchungaji, akamwambia hali ni mbaya. Pale mauti ilikuwa iko karibu na mimi. Lakini watumishi wa Mungu waliposimama wakaomba, mauti iliondoka. Mungu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kukwambia hivi ya kwamba na wakati ule nikawa namuuliza Mungu, kwa sababu wakati ule kwenye kile chumba tulikuwa tuko watu wawili. Tulikuwa tuko wakina mama wawili. Na wale akina mama hali tuliopitia, amepitia hali niliopitia, yani ni hali ya kufanana. Kwa sababu mahali pale nilipitia hali ya kuishiwa damu na kila kitu. Yani hali ikawa mbaya. Madaktari wakasimama wanasubiri niondoke wanipeleke mochwari. Walikuja madaktari wamenizunguka mahali pale, wamezunguka madaktari wengi. Lakini wakati ule nasikia moyoni kusema sitakufa. Lakini nasema kweli kama watumishi wa Mungu hawakusimama kupigana na ile vita. Ile vita ilikuwa ni kubwa. Mungu atusaidie sana. Na baada ya hapo tulirudishwa wodini na ule dada mwingine. Lakini ule dada mwingine hakuchukua nusu saa, nikaona amefunikwa, ameondoka. Mungu atusaidie sana. Alikuwa amelala kitanda cha upande huu na mimi niko huku. Lakini wale madaktari walipokuja baadaye, wakaniambia hebu nenda ukamshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Na mimi nikawa namuuliza Mungu, kwa nini umenirudisha? Iko sababu gani ya mimi kunirudisha? Lakini Mungu akaniambia iko kazi ya kutegemeza watumishi. Mungu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Mimi ninasikia kwamba haleluya, nasikia hii kazi sijaifanya ipasavyo. Nasikia nadaiwa. Mungu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Usione ya kwamba hili jambo mama ni jambo la kawaida unalolifanya, lakini ni jambo alilofanya kina Haruni, akafanya Nauri, wakaitegemeza mikono ya mtumishi Musa. Israeli wote wakashinda vita na Wamaleki wakafa. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Kabisa, fanya kwa moyo. Acha manunguniko. Acha mtu ambaye anakurudisha nyuma. Hebu mrudishe nyuma, muone kama ni yule aliyesema rudi nyuma yangu shetani. Endelea mbele. Tegemeza watumishi wa Mungu hawa. Ziko baraka za Mungu zitakujia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fanya kwa moyo mama, na kutia moyo siku ya leo. Fanya kwa moyo, fanya kwa nguvu kubwa. Kama ni kapu la upendo, hebu fanya kwa nguvu kubwa. Mungu atusaidie sana. Wakija hawa wakipiga magoti mahali hapa, iko mbingu inasimama kwa sababu ni wapako mafuta. Mungu asifiwe sana. Kabisa, hebu sikia kuinuka upya leo. Sikia kuwa Haruni leo. Sikia kuwa Nauri leo. Tegemeza
watumishi wa Mungu, tegemeza mikono yao, tegemeza kwa namna yote, tegemeza kwa kuwaombea. Bwana asifiwe sana. Hebu waombee, wainue mbele za Mungu. Kazi wanayofanya si kazi rahisi. Mungu atusaidie sana. Hawa kwetu hatuwalipi. Mungu asifiwe. Fikiri ni kwa jinsi gani inavyouma. Kama yeye anatoka nyumbani, anasikia kuliombea kanisa, lakini nyuma yake kuna vitu vinamfuatilia. Ya kwamba iko ada ya shule ninayodaiwa. Wakati huu nilipaswa niende kuomba, lakini kwa namna yote ile nitaenda shambani nikalime, kwa sababu nitafanya nini? Hakuna ada ya watoto. Watoto wanalala njaa. Kwa namna yote ile ataacha ile kazi. Mungu atusaidie sana. Lakini ana mzigo. Ndani yake kuna mzigo. Mungu asifiwe sana. Ukishawekewa mikono kapako mafuta, Roho Mtakatifu mwenyewe anakupaka mafuta. Napenda nikwambie ukweli. Kipindi ambacho mimi nilikuwa sijawa mwenyekiti wa kina mama, nilikuwa sina mzigo mkubwa wa kuombea kina mama. Mungu atusaidie. Lakini baada ya kuwekewa mikono hii, nasikia kila wakati hata nikiwa nyumbani nimwinue mama mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Ni mzigo umewekwa ndani. Mungu atusaidie sana. Na wana mzigo kwa ajili ya kanisa. Wanatamani kufanya kwa unyenyekevu, lakini wako wapi kina Haruni? Wako wapi kina Huri ambao wataitegemeza mikono yao? Mungu asifiwe sana. Napenda nikwambie hivi ya kwamba jitie moyo. Asiwepo mtu anayekurudisha nyuma. Fanya kwa bidii, maana baraka za Mungu ziko mbele yako. Mungu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sitaendelea sana. Yako mambo mengi ambayo yako mbele yetu, lakini ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu amenena na sisi mchana wa leo. Liko jambo ambalo Mungu anaenda kulifanya kwa ajili ya sadaka yako. Ninasikia kwamba tuombe mbele za Mungu ili ya kwamba Mungu akakubariki. Ninaamini wewe uliyefanya kwa moyo na kwa mzigo, ziko baraka za Mungu. Watumishi wa Mungu hawa wataenda kutamka baraka, na katika hiyo utaenda kupokea. Bwana asifiwe. Ninaomba muamini pamoja na mimi. Mimi ninajua kwamba liko jambo ambalo Mungu anaenda kufanya. Kama Mungu kwa sababu ya sadaka hii aliniokoa katika mauti, ninaamini hata wewe atakufanyia jambo. Mungu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Ninaomba hebu tufunge macho, alafu tutamshukuru Mungu wote kwa ajili ya neno lake. Baadaye tutaenda kuomba baraka kwa ajili yako. Hebu mshukuru Mungu. Na bila Roho Mtakatifu amenena na wewe, hebu tuende mbele za Mungu. Oriasinda bashana na bakuria. Loribikana na bakuria sinda baso. Yesu nakushukuru mchana wa leo. Ninarudisha heshima kwako, utukufu na adhama Bwana. Maana umekuwa mwaminifu katikati ya maisha yetu Yehova. Umenena nasi mchana wa leo Mfalme. Umenena nami Elishadai. Mungu wa rehema, saidia baba yangu. Tunakuhitaji Elishadai. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umenena nasi Elishadai. Mungu wa rehema, Mungu mkuu mwenye mamlaka na nguvu, Mungu uliyetukuka, uliyejaa heshima. Neno lako Mwokozi wa neema, naomba likazae matunda Bwana, likawe mbegu takatifu Mwokozi, katika jina la Yesu. Likakutane na udongo mzuri Bwana, likapata kuzaa matunda sawa sawa na kusudi lako Mfalme, katika jina la Yesu. Na pale ambapo tumefanya kwa kulegea, tumefanya kama wanadamu, Baba kumbuka rehema, kumbuka msamaha na kuja mbele zako Bwana. Naomba rehema kwa ajili yangu, naomba rehema kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia maneno haya. Mungu wa rehema, kumbuka msamaha, kumbuka rehema Elishadai. Tuhurumie Mwokozi, tusaidie Bwana, tujalie neema yako, tuwezeshe Mwokozi wangu wa ajabu, ili tuende kwa unyenyekevu siku zote mbele zako, katika jina la Yesu. Pokea sifa Yesu wangu, pokea utukufu Baba, pokea heshima Mwokozi mwema, katika jina la Yesu.